Naam, tunaanza kwa taarifa kamili ya habari kisoma kwako na Zawadi Bashemela. Na kwanza ni habari za kitaifa. Jeshi la polisi mkoa wa Ruvuma limethibitisha kukamatwa kwa mwenyekiti wa chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Taifa Tundu Lissu, likieleza kuwa anashikiliwa kwa tuhuma za kutoa maneno ya uchochezi yanayolenga kuzuia kufanyika kwa uchaguzi mkuu wa mwaka huu. Akizungumza na waandishi wa habari leo, kamanda wa polisi mkoa wa Ruvuma, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi ACSP Marco Chiria, amesema Lissu alikamatwa jana na kwamba kwa sasa anaendelea kuhojiwa na maofisa wa polisi jijini Dar es Salaam. Mnamo tarehe 9 mwezi wa 4 2025 katika mtaa wa Soko Kuu wilaya ya Mbinga, jeshi la polisi lilimkamata mwenyekiti huyo wa Chadema kufuatia tuhuma zilizokuwa zinapelelezwa za kufanya uchochezi wa kutofanyika kwa uchaguzi mkuu wa 2025. Mtuhumiwa huyo anahojiwa na jeshi la polisi juu ya tuhuma hizo huko Dar es Salaam. Jeshi la polisi linatoa onyo kwa vyama vyote vya siasa kutotoa maneno ya uchochezi, kutotoa lugha ya kashfu polisi au serikali, au kuonyesha viashiria vyovyote vya uvunjifu wa amani katika kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi mkuu wa 2025. Hata hivyo, mapema leo Chadema kimelaani vikali kukamatwa kwa mwenyekiti wake taifa Bwana Lissu, kikieleza kuwa hatua hiyo ni matumizi makubwa ya nguvu na inalenga kuzuia harakati za kudai mageuzi ya kisiasa kupitia kampeni ya No Reform, No Election. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Songea mkoani Ruvuma leo, makamu mwenyekiti wa Chadema Bara Bwana John Heche amesema kuwa chama hicho tayari kimelifikisha swala hilo kwa mawakili wake wa ndani na nje ya nchi na kinatarajia kuchukua hatua za kitaifa na kimataifa. Umoja wa Ulaya EU umeonyesha nia ya kuendelea kufadhili awamu ya pili ya utekelezaji wa mradi wa ujenzi wa chanzo cha maji cha Butimba kilichopo jijini Mwanza ili kuimarisha upatikanaji wa huduma ya maji safi na salama. Mkuu wa ushirikiano wa Umoja wa Ulaya nchini Tanzania, Mark Stalms, amesema hayo jijini Mwanza alipofanya ziara na wataalamu wa umoja huo katika mradi wa chanzo cha maji Butimba. Kwa upande wake, kaimu mkurugenzi mtendaji wa MOWASA Nelly Msuya amesema chanzo cha maji Butimba kinazalisha lita za ujazo milioni 48 za maji ambazo zinatosheleza mahitaji ya wakazi 450,000 wanaoishi jijini Mwanza pamoja na baadhi ya maeneo ya jirani. Mahitaji ya jiji la Mwanza ni lita milioni 172 kwa hivi sasa, na kwa chanzo chetu cha Capri Point tunazalisha lita milioni 90. Kwa hiyo ukijumlisha na hii uwezo wa kuzalisha lita milioni 48 kwa siku, utapata kama lita milioni 138. Maana yake hapo ni kwamba unaona jinsi ambavyo tunaendelea kuhitaji wadau wa maendeleo pamoja na serikali katika kuongeza vyanzo vyetu ili tuweze kufikia mahitaji yanayotarajiwa, lakini vile vile kama mnavyojua jiji la Mwanza linakuwa, na maana yake ni kwamba ni lazima sisi tuweze kubuni miradi mbalimbali ambayo itakwenda kuongeza uzalishaji sambamba na mahitaji ya watu na ongezeko pamoja na viwanda na biashara mbalimbali katika jiji letu. Naye katibu tawala msaidizi sekta ya viwanda, biashara na uwekezaji mkoani Mwanza Patrick Karangwa amesema mradi huo ni muhimu katika kukuza uchumi na maendeleo ya wakazi wa jiji la Mwanza. Mradi huu umekuwa ni msaada mkubwa kwanza kwa kufadhili miradi muhimu na mkubwa kama huu wa kuanzisha chanzo kipya cha maji, kwa sababu chini hata programu ambayo inaendelea sasa hivi ya sasa Green Smart Cities, moja ya component ilikuwa ya kuboresha hizo wanazoita green infrastructures, ambayo inajumuisha miundombinu ya maji, masoko, beaches na vitu kama hivyo. Kwa hiyo nje ya hapo pia imesaidia kujenga uwezo wa uchumi wa wenyeji, kwa maana sasa hivi kuna component ya kusaidia kutoa mafunzo kwa vijana wenye elimu mbalimbali ambayo yanatolewa kwa ushirikiano na FETA kwa maana Fisheries pamoja na shirika la viwanda vidogo vidogo yani SIDO. Serikali imesema imeanza taratibu za awali za mchakato wa kujenga kiwanja cha ndege kikubwa na cha kisasa na cha kimataifa Bukoba mkoani Kagera. Naibu Waziri wa Uchukuzi David Kihenzile ameeleza hayo leo bungeni jijini Dodoma alipokuwa akijibu swali la mbunge wa Mleba Kusini Dr. Oscar Kikoyo aliyetaka kujua ni lini serikali itajenga uwanja mkubwa wa ndege wa kimataifa Bukoba.
Serikali inatambua umuhimu mkubwa wa mkoa wa Kagera kuwa na uwanja mkubwa ambao utaweza kuendana na mahitaji ya sasa. Awali tulipanga kufanya maboresho katika uwanja ule uliopo, ikiwa ni pamoja na kujenga jengo la kuongozea ndege pamoja na kuweka taa. Lakini baada ya kubaini umuhimu mkubwa, serikali imeanza mchakato wa kutafuta eneo lingine na tayari eneo limeshapatikana. Tumeanza taratibu za awali ili kujenga uwanja mkubwa ambao utakuwa ni wa kisasa na utaweza kusaidia shughuli mbalimbali za mkoa wa Kagera na wilaya zake. Na sasa ni habari za kimataifa. Sudani na Umoja wa Falme za Kiarabu UAE leo zinatarajiwa kupambana katika Mahakama Kuu ya Kimataifa ya Haki ICJ, ambapo Sudani inaishtumu UAE kwa kuvunja mkataba wa Umoja wa Mataifa wa mauaji ya kimbari kwa madai ya kuunga mkono wapiganaji waasi. Katika ombi lake kwenye mahakama hiyo, Sudani imesema kuwa waasi wa RSF kwa msaada usio na kikomo wa Umoja wa Falme za Kiarabu walifanya mauaji ya halaiki, kuhamisha watu kwa nguvu pamoja na mauaji. Nchi hiyo ya Sudani imewataka majaji kuiamuru UAE kuwafidia waathiriwa wa vita nchini Sudani. Lakini kwa upande wake, afisa wa mkuu wa umoja huo wa Falme za Kiarabu aliyezungumza kwa sharti la kutotajwa jina ameliambia shirika la habari la AFP kwamba madai hayo hayana msingi na ni matumizi mabaya ya muda na shughuli za mahakama hiyo. UAE imekanusha kusambaza silaha kwa RSF. Na wajumbe wa Marekani na Urusi wanakutana mjini Istanbul nchini Uturuki leo kwa mazungumzo ya kurejesha shughuli za balozi zao ambazo zilipunguza kwa kiasi kikubwa idadi ya wafanyakazi kufuatia uvamizi wa Urusi nchini Ukraine. Shirika la habari la AFP limeripoti kuwa wajumbe wa Urusi na Marekani wamewasili katika jengo la ubalozi mdogo wa Urusi mjini Istanbul. Siku ya Jumanne, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Marekani Tammy Bruce aliwaambia waandishi wa habari kwamba pande hizo mbili zitajaribu kuimarisha zaidi shughuli za kibalozi katika nchi hizo mbili. Bruce amesema hakuna masuala ya kisiasa au usalama kwenye ajenda na Ukraine haitajadiliwa kabisa. Mazungumzo hayo ambayo ni ya pili ya aina yake yanafanyika baada ya Rais Donald Trump kuwasiliana na Urusi wakati alipoanza muhula wake wa pili madarakani na kuahidi uhusiano bora zaidi ikiwa Urusi itamaliza mapigano yake nchini Ukraine. Wazua. Msikilizaji, safari ya maisha inaweza kuwa na milima na mabonde, lakini moyo wa matumaini na bidii utakufikisha kwenye kilele cha mafanikio. Wazua. Na huo ndio mwisho wa Duru Habari jioni ya leo. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, Facebook Radio Kwizera na YouTube Kwizera TV. Saa 2 usiku utasikiliza taarifa nyingine ya habari. Taarifa ya habari imesomwa kwako na Zawadi Bashemela. Unaendelea kusikiliza makala ya Duru Zetu la Siri kutoka Radio Kwizera FM, na nafasi ya kuendelea kushare nasi maoni yako kuhusiana na taarifa zetu unazozisikiliza hivi sasa kupitia 0692573615, nami maoni yako nitayatazama hapo baadaye. Unaendelea kusikiliza makala ya Duru Zetu la Siri, habari kuu leo hii. Jeshi la polisi mkoa wa Ruvuma limethibitisha kukamatwa kwa mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Taifa Tundu Lissu, na kwa sasa anaendelea kuhojiwa na maofisa wa polisi jijini Dar es Salaam. Umoja wa Ulaya EU umeonyesha nia ya kuendelea kufadhili awamu ya pili ya utekelezaji wa mradi wa ujenzi wa chanzo cha maji cha Butimba kilichopo jijini Mwanza. Na Sudani na Umoja wa Falme za Kiarabu UAE leo zinatarajia kupambana katika Mahakama Kuu ya Kimataifa ya Haki ICJ, Sudani ikishutumu UAE kwa kuunga mkono waasi.
Msikilizaji, kama ndo kwanza unajiunga nasi, ni Radio Kwizera FM kukutangazia kutoka mjini Ngara, Kagera nchini Tanzania, na kwa upande wakati hivi sasa ni saa 10 na dakika 14 alasiri kwa saa za Afrika ya Mashariki, sawa na saa 9 na dakika 14 alasiri kwa saa za Afrika ya Kati. Na sasa ni wasaa wa uchambuzi yakinifu wa taarifa zetu, ambapo msikilizaji, kama ulivyosikia kwenye taarifa yetu ya habari, ni kwamba jeshi la polisi mkoani Ruvuma limethibitisha kukamatwa kwa mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Taifa Tundu Antipas Lissu, likieleza kwamba anashikiliwa kwa tuhuma za kutoa maneno ya uchochezi yanayolenga kuzuia kufanyika kwa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Akizungumza leo na waandishi wa habari, kamanda wa polisi mkoa wa Ruvuma, kamishina wa polisi msaidizi wa polisi ACP Marco Chilia amesema Lissu alikamatwa mnamo Aprili 9 katika mtaa wa Soko Kuu wilayani Mbinga, na kwamba kwa sasa anaendelea kuhojiwa na maofisa wa polisi jijini Dar es Salaam. Ndugu wanahabari, jeshi la polisi mkoa wa Ruvuma tunaendelea vyema na majukumu ya kusimamia sheria za nchi katika kuhakikisha usalama wa raia na mali zao. Napenda kutoa taarifa ya kukamatwa kwa mwenyekiti wa Chadema ndugu Tundu Antipas Lissu. Jeshi la polisi mkoa wa Ruvuma linapenda kutoa taarifa ya kukamatwa kwa mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema ndugu Tundu Antipas Lissu mnamo tarehe 9 mwezi wa 4 2025 katika mtaa wa Soko Kuu wilaya ya Mbinga. Jeshi la polisi lilimkamata mwenyekiti huyo wa Chadema kufuatia tuhuma zilizokuwa zinapelelezwa za kufanya uchochezi wa kutofanyika kwa uchaguzi mkuu wa 2025. Mtuhumiwa huyo anahojiwa na jeshi la polisi juu ya tuhuma hizo huko Dar es Salaam. Jeshi la polisi linatoa onyo kwa vyama vyote vya siasa kutotoa maneno ya uchochezi, kutotoa lugha ya kashfu polisi au serikali, au kuonyesha viashiria vyovyote vya uvunjifu wa amani katika kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi mkuu wa 2025. Naam, huyo ni kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Ruvuma SACP Marco Chilia. Kutokana na kadhia hii au tukio hili la kukamatwa kwa mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu, nimezungumza na msemaji wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Brenda Rupia, nikihitaji kufahamu mpaka hivi sasa chama kinafanya nini kutokana na hiki ambacho kinaendelea cha mwenyekiti wa chama hicho kushikiliwa na kuhojiwa na jeshi la polisi. Kukamatwa kwa mwenyekiti wa Chadema Taifa Tundu Antipas Lissu, pengine hili kama chama kwanza mmelipokeaje? Kuna taharuki sio tu kwa wanachama, lakini pia kwa wananchi, kwa sababu sio mwenyekiti wa wanachama peke yake, ni mwenyekiti wa wananchi pia, wapenda huru na haki. Kama chama mmefuatilia zaidi, shida ni nini mpaka iliyopelekea yeye kukamatwa? Hakuna shida yoyote. Jeshi la polisi lina lengo lao ni kufifisha agenda ya no reforms no election, na wamefanikiwa kwa kiasi kikubwa. Jana kututisha, na leo pia wametuzuia mkutano ambao ulikuwa unatakiwa kufanyika hapa mkoani Songea. Kama chama sasa, kufuatia kukamatwa kwa mwenyekiti pamoja na haya ambayo yanaendelea, mnasema kwamba jeshi la polisi linatumika vibaya, mnachukua hatua gani sasa? Hivi sasa tupo kwenye vikao vya ndani, tuna strategize namna ya kukabiliana na jeshi la polisi, kwa sababu hiki wanachofanya sio haki. Wameona agenda ya no reforms no election imepick momentum, wananchi wanatuelewa. Mtwara, Lindi na Ruvuma wametuelewa. Kila tunapopita wananchi wanaimba no reforms no election. Hakuna haja ya kufanya uchaguzi kama ndio hivyo. Na sisi lengo letu ni moja tu, kuelimisha wananchi kwamba kila mwananchi atambue thamani ya kura yake. Sasa kwa hiki ambacho kipo na Tundu Lissu ameshikiliwa, pengine mna taarifa zake, amepelekwa wapi, yuko wapi hivi sasa? Mwenyekiti wetu Tundu Antipas Lissu yupo Central Dar es Salaam hapo polisi. Taarifa najua kwamba kuna jopo la mawakili linashughulikia kesi hiyo. Kama wanampeleka mahakamani leo, kama watampeleka kesho, hatua za kisheria zinafuata. Kama chama, kutokana na haya ambayo mnazungumza kwamba ni vitisho na nini, mnafanya nini sasa? Je, mtaahirisha kampeni yenu ya no reform no election? Hatuwezi kuhairisha kampeni yetu ya no reforms no election just because polisi wamedai tufanye hivyo. Yaani wanatutisha sisi wananchi kama nani? Wao wanaogopa nini? Tunachofanya sisi ni kuwaelimisha wananchi kuhusu no reforms no election. Bila mabadiliko ya
mfumo ya uchaguzi, basi kusiwe kuna uchaguzi. Watupe hizo reforms tuende kwenye uchaguzi. Wanaogopa nini? Inahofiwa kwamba huenda kampeni hii ikaleta vurugu, pengine kusababisha machafuko. Hili hamlitazami kama Chadema? Chadema inafanya mikutano ya amani. Wanaogopa nini? Kila tukikaribia uchaguzi wanatuhubiria amani, 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 amani. Kwa nini wasituhubirie amani kabla ya uchaguzi? Tunakaribia uchaguzi ndio wanatuhubiria amani, amani, amani. Tunafanya mikutano ya hadhara ya amani. Jeshi la polisi ndio wanakuja kutuvuruga sisi Chadema. Wanataka tukae kimya, wanataka tuzibe midomo. Rai yangu kwa wana Chadema ambao wako kanda ya Ziwa na kote nchini, hakuna kurudi nyuma kwenye no reforms, no election. Naam, ni msemaji wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Taifa, Brenda Rupia, akizungumzia kuhusiana na tukio la kukamatwa na kuhojiwa hivi sasa, ambazo taarifa zinaendelea kama alivyozungumza kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Ruvuma kuhusiana na Tundu Lissu kukamatwa, na tumezungumza naye, na hayo ndiyo maelezo yake aliyoyatoa na msimamo wa chama katika kampeni hiyo ya no reform no election. Na sasa msikilizaji, tutazame taarifa nyingine. Watu wasiopungua 5 wameuawa huku wengine kadhaa wakijeruhiwa vibaya katika shambulio la kigaidi katika jimbo la Cabo Delgado kaskazini mwa Msumbiji. Haya yamesemwa na polisi nchini humo jana Jumatano, ambapo wamesema kwamba dhima ya shambulio hilo la kundi la wanamgambo wenye silaha na la NAPRAMA zaidi ni kutaka kuendeleza harakati zake za kupambana na serikali iliyoko madarakani. Orlando Mdumane, msemaji wa polisi nchini Msumbiji, amewaambia waandishi wa habari kwamba wapiganaji wa NAPRAMA walivamia kijiji cha Ntutwe wilayani Mokimboa da Praia na kuwafyatulia risasi raia wa maeneo hayo. Kwa miaka mingi sasa, askari wa serikali na magenge ya waasi na wanamgambo wamekuwa wakikabiliana katika jimbo la kaskazini la Cabo Delgado katika taifa hilo la kusini mwa Afrika. Wasi wa kutumia silaha ambao chimbuko lake linadaiwa kuwa ni umaskini ulioibuka kaskazini mwa Msumbiji tangu mwaka 2017 na kusababisha maelfu ya watu kupoteza maisha na wengine kuyahama makazi yao. Mpaka hivi sasa zaidi ya watu 100,000 wamekimbia makazi yao kufuatia mashambulizi ya makundi ya wanamgambo wenye silaha. Katika kulitazama hili nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa na kijamii Bwana Alfred Festo Bishundu ili kupata mtazamo wake juu ya mstakabali wa hali ya usalama katika taifa hilo la kusini mwa Afrika. Mimi nadhani kuna issue moja ambayo nafikiri haijawahi kushughulikiwa, kwa maana ya SADC hajawahi kukaa chini ikashughulikia swala la Mozambiki, kwa sababu Mozambiki ni mwanachama wa SADC tena mwaminifu kabisa, lakini vile vile nchi washirika ambao ni majirani zake kabisa Mozambiki hawajawahi kumsaidia kushughulikia swala hili, kwa sababu angalia Tanzania kadhalika na nchi nyingine majirani hawajawahi kukaa na kuona ni kwa namna gani wanaweza kushughulika na swala hili, na ni swala ambalo kwanza liko kisiasa moja hiyo, kwa sababu linatokana na Frelimo lakini na Renamo, chama cha Renamo. Kwa hiyo limekuwa zaidi kupitia vyama hivyo. Kwa hiyo ni issue ambayo kwa kweli imekuwa ngumu katika jimbo hili la Cabo Delgado kaskazini mwa taifa hili la Msumbiji. Kwa muda mrefu umekuwa kishuhudiwa mapigano ya waasi hawa wanamgambo hawa wenye itikadi kali. Rais wa Msumbiji anapaswa kufanya nini ili kuhakikisha kwamba eneo hilo linapata utulivu? Nafikiri kikubwa cha kufanya ni kutumia nguvu zaidi ya kijeshi kuona kwamba katika eneo hilo, nadhani wananchi wake wanaweza kuwa salama katika eneo hilo, kulinda usalama katika eneo hilo. Hiyo ni moja. Lakini kama atashinda zaidi, anaweza kutumia majirani zaidi katika kumsaidia katika kulinda. Baada ya hapo, mazungumzo na kuita vikundi vinavyolalamika kujadili mazungumzo yanayohusiana na eneo hilo, nadhani yanaweza kaendelea. Baada ya hapo, mgogoro unaweza kuisha. Katika bara la Afrika tumeshuhudia maeneo mengi yakikumbwa na migogoro hii ya wanamgambo wenye itikadi kali, lakini pia tumeshuhudia mapinduzi mara kadhaa yakifanyika kwa baadhi ya mataifa ya Afrika. Unafikiri kwa nini watawala ambao wako mamlakani au madarakani wanashindwa kuwashirikisha hawa ambao wanajitenga kama walalamikaji ambao wanapambania kwa mjibu wao kidai uhuru? Sasa hilo nafikiri ni la sehemu zote mbili, kwamba ni pengine
hawajajiweka salama zaidi katika kuliandaa hilo, au nadhani pengine ni katika mataifa mengine mataifa haya ya kwetu haya kwa maana viongozi wetu hawa kujiweka thabiti katika kupambania hilo. Kwa mfano, tulipozungumza katika SADC, ilikuwa ni nchi ya kwanza Rwanda kupeleka majeshi nafikiri katika nchi ya Mozambiki, lakini nafikiri alifanikiwa. Mimi nafikiri nadhani ni issue sasa ya nchi yenyewe kukaa chini kuona ni namna gani wanaweza kuratibu hizo. Naam, ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa na kijamii Bwana Alfred Festo Bishunu. Na sasa ni wasaa wa Duru Uchumi na Biashara, tunaungana na Amina Semagogwa. Leo katika Duru Uchumi na Biashara ni kwamba serikali imetoa zaidi ya shilingi bilioni 100 kwa ajili ya ujenzi na kuboresha ujenzi madaraja 10 imara na ya kudumu na makaravati matatu yaliyopo katika mkoa wa Lindi. Waziri wa Ujenzi Abdalla Ulega ameeleza hayo leo wakati katibu wa halmashauri kuu NEC itikadi, uenezi na mafunzo ya Chama cha Mapinduzi CCM Amos Makala alipowasili katika kata ya Somanga, jimbo la Kilwa Kaskazini, na kutembelea daraja la Somanga Mtama, ikiwa ni mwanzo wa ziara yake ya siku 10 katika mkoa wa Lindi na Mtwara. Awali Ulega ameeleza kuwa katika kuimarisha miundombinu hususan madaraja na njia kubwa za kupitisha maji, serikali imetoa zaidi ya shilingi bilioni 100 ili kuboresha hali ya miundombinu hiyo, na changamoto iliyotokea ya kukatika kwa daraja inatokea wakandarasi walikuwa katika eneo la kazi. Na kwingineko ni kwamba wachimbaji wadogo wa madini ya dhahabu wilayani Kahama mkoani Shinyanga wameiomba serikali kuwasaidia kupata huduma ya umeme kwenye migodi yao ili kupunguza gharama kubwa za uendeshaji, kukuza uchumi wao na kuongeza makusanyo ya maduhuri kwa serikali. Ombi hilo limewasilishwa leo wakati wa ziara ya mkuu wa wilaya ya Kahama Mboni Muhita alipotembelea migodi midogo kwa lengo la kusikiliza na kutatua changamoto zinazowakabili wachimbaji hao. Na tutamatishe Duru Uchumi na Biashara kwa kuangazia viwango elekezi vya ubadilishanaji fedha za kigeni leo Aprili 10 mwaka 2025 kwa mjibu wa Benki Kuu ya Tanzania BOT. Leo shilingi ya Uganda inanunuliwa kwa senti 69 na kuuzwa kwa senti 73, huku faranga ya Burundi ikinunuliwa kwa senti 89 na kuuzwa kwa senti 89. Dola ya Marekani inanunuliwa kwa shilingi 2652 na senti 87 na kuuzwa kwa shilingi 2679 na senti 4, huku paundi ya Uingereza ikinunuliwa kwa shilingi 3385 na kuuzwa kwa shilingi 3419 na senti 18. Faranga ya Rwanda inanunuliwa kwa shilingi 1 na senti 87 na kuuzwa kwa shilingi 1 na senti 91, huku shilingi ya Kenya ikinunuliwa kwa shilingi 20 na senti 48 na kuuzwa kwa shilingi 20 na senti 65. Duru Uchumi na Biashara, mimi ni Amina Deogratias Semagogwa. Na sasa moja kwa moja ni wasaa wa Duru Michezoni, tunaungana na Marco Pastori. Marco Pastori, karibu sana. Asante sana, bila shaka uko poa. Kidogo sawa. Hapa freshi. Hapa tuko sawa, sawa. Mambo swadakta kabisa. Naam. Bana, katika Duru Michezo, na hapa ni kwa ufupi tu kukufahamisha, watu wanaendelea kufurahi mpaka wakati huu, si Simba, si wadau wa soka. Naam. Kwa sababu ya kile ambacho Simba imekifanya jana baada ya kufuzu kwenye hatua ya nusu finali ilipokuwa kicheza na Al Masry kutokea kule Misri, na hiyo ni katika michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika. Lakini pia jana Champions League ilikuwa ni robo finali, ikiwa ni michezo ya mkondo wa awali, na jana Barcelona amefanikiwa kushinda bao 4-0 mbele ya Dortmund. Halikadhalika PSG ameshinda bao 3-1 mbele ya Aston Villa. Sasa hii leo ligi kuu soka Tanzania bara inaendelea. Mchezo ya awali imekwisha tamatika, ikiwepo JKT Tanzania ambao wametoka sare ya bao 2-2 na Namungo FC. Lakini hivi sasa dakika ya 12 Coastal Union wanacheza na Singida Black Stars. Bado milango ni migumu kwa pande zote mbili, hakuna aliyeliona lango la mwenzake. Lakini Mashujaa wanacheza na Tabora United na ni dakika ya 28. Mashujaa anaongoza kwa bao 1, lakini baadaye kuna dabi Azam na Yanga. Bila shaka usikose kufuatilia Sports Corner, tutakuja kufahamu mengi zaidi. Shukrani sana. Asante.
Na kufikia hapo nakamilisha makala haya ya duru zetu la siri habari kuu leo hii. Jeshi la polisi mkoani Ruvuma limethibitisha kukamatwa kwa mwenyekiti wa Chadema Tundu Antipas Lissu, kwa sasa anaendelea kuhojiwa na maafisa wa polisi jijini Dar es Salaam. Umoja wa Ulaya EU umeonyesha nia ya kuendelea kufadhili awamu ya pili ya utekelezaji wa mradi wa ujenzi wa chanzo cha maji cha Butimba kilichopo jijini Mwanza. Na Sudani na Umoja wa Falme za Kiarabu leo zinatarajia kupambana katika mahakama kuu ya kimataifa ya haki ICJ, Sudani kishutumu UAE kwamba inawaunga mkono waasi. Mwisho wa makala haya duru zetu la siri. Mimi Laurent Gervas, endelea kusalia nasi mpaka pale 2 kamili usiku ndani ya Mseto Leo.